Umewahi kujiuliza ni nani hasa waliopo nyuma ya wimbo uliotikisa makanisa? Wimbo uliotikisa mitandao ya kijamii na mioyo ya maelfu ya watu Afrika ya Mashariki. Wimbo uliogeuka maombi. Wimbo uliogeuka ushuhuda. Wimbo uliowafanya watu kuinua mikono na kusema kwa sauti kuu, Bwana nitawale. Leo tunakupeleka Rwanda kukutana na wadada wawili waliobadilisha historia ya muziki wa injili wa kizazi kipya. Hawa ni Dorcas and Vestine. Yes, karibu Bongo Jojo, sehemu pekee ambapo unaweza ukapata update zote kuhusiana na habari zote zinazotrendi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia nikukumbushe jambo moja la msingi sana. Tumia sekunde yako moja tu kubonyeza sasa neno subscribe, neno lililopo pembeni hapo hivi kulia, ili ujihakikishie kwamba unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata kila update na trending issue zote punde tu zinapokujia. Yes, Vestine na Dorcas ni dada wa damu kutoka Rwanda waliobarikiwa sauti za kipekee na melewano ya ajabu ya kimuziki. Walianza kuonesha kipaji chao wakiwa bado wadogo sana, lakini kile kilichoonekana kama ndoto ya kawaida ya kuimba makanisani baadaye kiligeuka kuwa huduma inayogusa mataifa. Walipata nafasi ya kujiunga na lebo ya muziki ya Rwanda iitwayo Mie Music, hatua iliyofungua milango mikubwa ya safari yao ya kimuziki rasmi. Kupitia malezi ya kiroho na nidhamu ya kazi, waliendelea kukua kisauti na kiroho. Lakini mwaka waliotoa wimbo wao mkubwa zaidi, mambo yalibadilika kabisa. Wimbo huo ni Yebo, kwa maana ya nitawale. Yebo likimaanisha ndio, ni jibu la kukubali mapenzi ya Mungu. Nitawale ni kilio cha moyo kinachomaanisha, Bwana chukua nafasi yako, tawala maisha yangu. Wimbo huu haukuwa muziki tu, bali ulikuwa maombi, ulikuwa tamko la imani, ulikuwa wimbo wa kujitoa upya kwa Mungu. Ndani ya muda mfupi, video yake ilianza kusambaa kwa kasi kupitia YouTube na mitandao ya kijamii. Ulivuka mipaka ya Rwanda, ukaingia Tanzania, Kenya, Uganda na hata nje ya Afrika. Makanisani ukaimbwa, vijana wakaucheza, wazazi wakalia kwa kuguswa. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa Vestine and Dorcas kutambulika kimataifa. Lakini hawakuishia hapo, waliendelea kuthibitisha kuwa hawakuwa one hit wonder. Kupitia nyimbo nyingine zenye mafanikio makubwa kama Emmanuel, Usisite na wimbo wao mpya kabisa ambao unajulikana kwa jina la Kisima. Kila wimbo ulikuwa na ujumbe mzito wa tumaini, imani na kumtegemea Mungu. Kinachowatofautisha Vestine na Dorcas sio sauti tu, bali ni umoja wao kama dada, ni unyenyekevu wao, ni huduma yao inayoonekana wazi kuwa inatoka mioyoni mwao. Katika kizazi ambacho muziki mwingi unatafuta umaarufu, wao wameonekana kutafuta kwanza kumtangaza Kristo. Leo hii wanatajwa kama miongoni mwa wasanii wa injili wa kizazi kipya wanaokuwa kwa kasi zaidi barani Afrika. Safari yao inaonyesha kuwa kipaji kikikutana na nidhamu, maombi na kusimama katika kusudi kinaweza kugusa dunia. Na huu ndio uliokuwa mwanzo wa hadithi ya wadada wawili uliogeuza sauti zao kuwa sauti ya maombi kwa mataifa. Je, wewe wimbo wa Vestine and Dorcas uliokugusa zaidi ni upi? Tuambie kwenye comment section hapo. Na kama bado hujasubscribe katika channel yetu, hakikisha unabonyeza sasa neno subscribe ili usikose historia nyingine za wasanii wa injili na wasanii wengine wanaotikisa Afrika. Yes, subscribe sasa ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kila update hapa Bongo Jojo.